Dada, samani kama nimekatisha safari yako. Ni kwamba hii njia usipite kabisa, maana sio salama kwako. Ningependa upite hiyo njia nyingine, ndio itakuwa salama kwako. Hivi wewe binti, unajielewa kweli? Yaani umenisimamisha hapa, najua unaniambia kitu cha msingi. Kumbe unaniambia ujinga kama huo. Nina safari zangu, una safari zako za kuuza mayai. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba kauze mayai, sawa? Nikutane na kiumbe cha ajabu, sio nikutane na jini, sio nikutane na nini, wewe haikuhusu. Sawa binti? Kaoni kwanza. Kauze mayai huko. Nyo. Sikiza, kuna nini? Mbona yule ameniona mimi na ameshaka? Kaka yule kaka alikuwa anataka kunibaka. Sikiza, subiri. Tuliza tepo. Imekuaje mpaka mmefikia hiyo hapo? Hebu naomba unielezee taratibu ili nipate kuelewa. Shida nini? Nilienda kwa ajili ya kumuuzia mayai. Akaniambia kwamba niende kule nitapata pesa yangu. Lakini cha ajabu ilikuwa sio hiyo. Alitaka kunibaka kaka, nisaidie. Okay. Pole sana yule damu. Hayo mayai sasa yapo wapi na alikuwa ya nani? Mayai yameshapasuka. Na biashara yenyewe sio ya kwangu. Na bosi atanielewa kabisa. Kuna sehemu anaenda nachukua tray moja ya mayai. Naenda kuuza mtaani. Nikishamaliza mayai yote naenda kupewa shilingi 500 tu. 500? Kwa maana thamani ya yai moja ndio sawa na shughuli yote unaifanya kuuza tray hilo? Ndio. Kaka tafadhali. Naomba nisaidie. Haina haja kupiga magoti. Mimi nimekuelewa, sawa. Wewe kwani unaishi wapi? Na unaishi na nani? Kaka, mimi sina pa kuishi. Ndio hivyo, nikimaliza kuuza narudi tena mtaani. Leo niko hapa, kesho niko pale. Tafadhali, naomba unisaidie. Nahitaji msaada wako, nakuomba. Okay, sawa, nimekuelewa. Binafsi napitia changamoto, lakini haiwezi kunifanya mimi nishindwe kukusaidia. Nyumbani kwangu naishi na familia. Sio mbaya na wewe kama utaongezeka ukiwa mwanafamilia. Nimesikia matatizo yako na niko tayari kuweza kukusaidia. Nitakapokusaidia wewe, kesho na wewe utasaidia mtu mwingine. Usijali. Nashukuru. Asante. Sawa. Tuongozane tuelekee. Karibu sana. Asante. Kuwa huru. Shikamoo. Mke wangu, huyo ni mgeni wetu, anaitwa Nyota. Tutakuwa tukiishi naye hapa, hivyo chukulia kama mdogo wako. Anategemea upendo wako
kumjali kwako na kumsamehe pia. Ni nani yako? Mbona sana taarifa za ugeni hapo? Ni story ndefu. Nikitulia tutaongea vizuri. Ila kwa sasa ikutoe hofu. Kuwa na amani. Ni mgeni mwema sana kwetu. Sawa. Sipa. Pia na wewe litambua hilo. Anahitaji ushirikiano wako pia. Nyota. Baki na amani. Sio sahihi. Wewe sio kutoka na mdogo wake mmeo. Mke wangu. Ndiyo. Mbona uko hapo mwenyewe? Wewe mzima. Naamka kitandani sikuoni. Napenda steki chukua maji. Oh. Kio kimekushika. Sasa unaniambia mke wangu tuje wote. Unajua usiku tena. Mimi naamka napata pressure sikuoni. Vipi hayo maji umeshakunywa? Bana.
Unije nisaidie kitu na. Amna. Acha nikusaidie bwana. Kaka. Kaka. Sipa. Naam. Niambie mdogo. Safi tu kaka. Mbona umekaa hapa sebleni una mawazo? Shida nini? Afu leo siku ya kazini na shangaa mpaka sasa hivi uko nyumbani. Sikia. Naomba kaniletee maji. Unaweza kwenda. Okay, sawa. Ndo mchezo. Nipiga kwa nguvu, mimi sikupigi. Ndo mchezo bana. Ipo. Ufundi. Wewe mke wangu. Chakula tayari kule, twendeni tukale. Kwani wewe ni kama tunacheza? Ndio tucheze marede bwana mume wangu. Amri sasa hivi, si ndio? Sawa, endeleeni kucheza. Shemeji, cheza kweli kweli. Unanipiga huku. Mpira nini na mimi nakurudishia. Hilo. Bwana mimi nataka nicheze kwanza. Wewe tukamsikiliza Tamaridi. Basi tucheze. Alafu nikikurushia wewe, ukidaka tu. Sawa nene.
Sasa umeudaka wa nini lakini bwana? Sasa maliza bwana. Zipa. Naam kaka. Nyota. Nina jambo kidogo ambalo natamani kuuliza. Sababu sijalipatia mwafaka wake. Asubuhi kipindi nimekaa hapa, nilikuta barua. Sasa inanifikirisha kidogo. Je, kuna yote ambaye aliweza kupokea barua hiyo? Mimi hapana. Wenda mwenzangu hapo. Kumbe hata sijaona. Sawa. Sio jambo ambalo liwafanye mkose amani. Na niseme tu, nitumie nafasi hii pia kuweza kuaga. Mimi natoka mara moja. Niwatakie maisha yenye amani na yenye usalama. Si ndio? Nawe pia kaka. Sipa. Nakutegemea sana mdogo wangu. Sawa kaka. Mke wangu. Bye. Sawa. Basi mimi natoka. Zile dokumenti zote nilizikagua na nikahakikisha ziko sawa. Okay, haina shida. Nadhani ni pia alizipitia hapa. Ndio najaribu kupitia moja moja kwa ajili ya kuziverify. Wewe, kilichokuleta hapa ofisini ni nini? Hivi wewe si ushafukuzwa kazi tayari? Alafu ni nani amekupa ruhusa kuingia ofisini kwangu wakati unajua kabisa tulikusimamisha kulingana na mambo yalikuwa yamejitokeza hapa ofisini? Ni kweli bosi. Lakini pia naomba unisamehe. Kilichonifanya niweze kurejea tena hapa ofisini ni kutokana na kuweza kumfahamu aliyehusika na upotevu wa zile mali. Okay, karibu na kusikiliza. Boss, nimefanya utafiti wa kina na hatimaye nimeweza kubaini aliyehusika na wizi wa zile mali si mwingine, ni Celine. We Mponda wewe, hivi umechanganyikiwa? Yaani mimi leo hii niibe hela za kampuni? Bosi, hivi unawezaje kumwamini mtu kama huyu? Na isitoshe, mimi nimefanya kazi na wewe kwa miaka mingapi? Naona huyu atakuwa na lake jambo. Haitakiwi ukamwamini huyu hata siku moja. Ngoja sasa. Kitu gani kinaendelea kati yenu? Mr. Mponda, unaweza ukanidhibitishia hicho unachoniambia?
Boss, ninachokiongea nina uhakika nacho, na uthibitisho wa hayo yote ili uweze kujiwezesha ni kupitia simu ya Serini. Kuna message nyingi ambazo alikuwa na chat kutengeneza hilo deal, lakini pia hata miamala ambayo amefanya kuhamisha hizo pesa ipo kwenye simu yake. Naomba simu yako sasa. Bosi, ni mwongo huo. Naomba simu yako. Toa passage. Toa passage. Ni 40-30. Come again? 40-30. Shukrani sana Mr. Mponda. Mimi na wewe tutazungumza baadaye. Kwa sasa acha nidili na umempuuza. Kaka, puliza basi ubwabwanye hata uhivi jamani. Nimekuna sio hata mwakota hapa. Sasa unapulizaje hivyo jamani? Unapuliza taratibu hata upepo hautoki jamani. Puliza basi. Sasa unapulizaje hivyo jamani? Baba, sawa basi. Mimi kila kipuliza nasema puliza basi. Unapulizaje hivyo kama una pumzi? Puliza kwa nguvu bwana. kama tuonesi utazima. Puliza bwana utakuwa uchi. Hata tutokotei jamani. Bado. Maungu njoo pulize basi kidogo. Semeji. Bwana pulize. Puliza bwana. Nikipuliza mimi uli. Basi. Wewe na bwana unasumbua bwana. Puliza kwa nguvu, unapuliza kama una mdomo. Puliza vizuri bwana, unapulizaje hivyo? Unapuliza kidonda, puliza moto bwana kwa nguvu. Unasusa? Kaka unasusa. Nikipika mimi uli. Ngoja. Mangu, njoo tusaidie kupuliza. Wewe hapo mwembamba ukipuliza upepo utakuwa mwingi hadi sufuria itanyanyuka. Kakangu anapuliza kidogo kidogo hata moto wake. Njoo tusaidie. Kaka kinanukia. Tunaanza kuiva, ngoja nipulize tena mimi. Achana nacho. Atosha hiyo. Tungua. Naenda kuiva. Hivi mke wangu, mimi natoka hapa naenda mtaani kule, naenda kwenda kupambana, kwenda kutafuta. Kuna wakati nafanya kazi zisizokuwa rasmi, nafanya kazi ngumu, ili mradi tu mimi, wewe pamoja na huyu shemeji tuweze kuishi walau hapa mjini, tuonekane kwamba na sisi tunaishi kama wanavyoishi watu wengine, hata kama kipato ni kidogo. Naleta hapa nyumbani, nategemea kwamba nikitoka kule nikirudi hapa nikute walau kuna chochote kimeendelea, yani kwamba masuala ya chakula na nini yasiwe katika stress zangu kabisa. Alafu mwisho wa siku nafika hapa chakula ndani hakuna. Wewe pamoja na huyu bonge nyanya mwenzio, mmekaa tu hapa mnacheza. Kweli? Mume wangu, sisi tunacheza hivi. Eti kaka, unamwacha umejauka kwa kuwa na dharau. Si hapa tunacheza jamani, wakati tunapika. Kama jinga. Sisi tunacheza, tunapika hapa. Njoo upike hapa. Sio pika hai, nakwambia mapema.
Safi sana, nimeipenda hiyo mke wangu, nimeipenda. Asiyepika hali, si ndio? Kila mtu anakula alichokipika. Kwa kama wala sisi tunacheza, acha tupike, kikiiva tule na kakangu. Na wewe kapike cha kwako, si eti? Nimeipenda hiyo. Yaani nimeipenda mpaka nimeipenda. Bye mama. Shemeji asiyepika hali, si ndio? Tukopo na haja alipo. Asiyekuwepo? Haina shida. Bye. Asiyepika hali. Wewe si uende jamani, au unataka ujiudoe? Kaka atakaje kudoea? Njaa, wewe. Aha. Pakuwa basule. Selini, amewezaje kugundua kwamba unahusika katika upotevu wa pesa? Hali ya kuwa mipango yetu tuliiweka sawa kabisa. Kusema kweli Mr. Kapuya, mimi mwenyewe linanishangaza. Kwa sababu Mponda alivyokuja ofisini, alikuja na details zote. Pesa ilihamishwa saa ngapi? Ilitoka kwa nani na ilienda kwa nani? Na kilichokuja kunishangaza zaidi, ambacho mimi mwenyewe nimetaharuki, anaijua hadi password yangu. Hali ya kuwa simu yangu mimi naitumiaga mimi mwenyewe, sishiagi na mtu. Kwa hiyo kila kitu kaona mwanzo mwisho. Kwa hiyo kwa hili mimi naona tuko hatarini. Hili sio tatizo dogo. Hili limekaa pabaya kabisa. Inabidi tuwe makini sana Mr. Kapuya. Bila hivyo Halo bosi. Halo. Grace. Nimekupigia simu kukutaarifu kuwa kuanzia sasa hivi Selini sio mfanyakazi tena wa kampuni yetu. Kivipi yani bosi, sijakuelewa? Usijali. Ukifika ofisini utayafahamu yote. Wewe. Alikuwa kuchukua AirPods zangu nani? Hivi upoje wewe? Mimi AirPods zangu nimenunua kwa gharama kubwa kabisa. Alafu unakuja unaviwekea masikioni, unasikiliza muziki, unacheza. Nitakubutua wewe. Hichi kiumbe sijui cha aina gani. Piga wewe. Hivi umuaje wewe? Nimekupatia kazi kule. Wewe unanifulia zile boxer 2 tu. Umeacha unakuja kuweka kama muziki, unasikiliza, unacheza, unafanyaje? Ndio nini sasa? Hivi wewe unatoa wapi hayo mamlaka ya kumuamrisha huyu hayo mambo unayotaka wewe? Yaani huyu wakufua boxer zako unataka kumpa mafangasi mtoto wa watu, si ndio? Sikiliza nikwambie wewe, huna hayo mamlaka huko ndani. Nguo zako, kila kitu chako utakifua mwenyewe, sio Nyota. Sijui utakuwa umeelewana. Nyota, naomba unisikilize kwa makini. Upaswi kufanya shughuli yoyote inayomhusu huyu. Shughuli zake atazifanya mwenyewe sababu ni mtu mzima. Umenielewa? Ndio. Sasa ole wake nione hili linajitokeza. Hebu kwenda kaendelea shughuli zako. Nyota, nilichokwambia naomba ukifanyie kazi. Sawa? Ndio. Sasa ole wako ni kuona unagusa kitu chake. Tutakorofishana.
naomba tusikilizane kidogo. Tena tusikilizane kwa makini sana. Hii tabia nimejaribu kuivumilia, lakini sasa naona inaota mizizi. Hivi mnajua jinsi gani uchumi ulivyokuwa mgumu sasa hivi? Mimi kila siku naongea swala moja kuhusiana na umeme huko ndani. Tunapokwenda kulala, taa za ndani zote zizimwe, zibaki za nje tu. Lakini imekuwa tofauti. Taa zizimwe, ma TV mnaacha ovyo, maredio yanajipigia makelele mpaka asubuhi. Mnataka niongeeje ili ionekane kwamba mimi naongea? Na cha ajabu zaidi, hili swala linaongozwa na wewe mke wangu. Wewe ndio unatakiwa unionee huruma mimi. Natoka napambana, napitia wakati mgumu sana sasa hivi. Sina kazi, sina basi. Lakini bado najitahidi kuhakikisha vitu vinaenda huko. Mke wangu, wewe wakushindwa na nyota? Nyota yeye anajua jukumu la kuhakikisha kila kitu anakizima huko. Na nimeona hilo swala zaidi ya mara moja. Natoka nakuta kila kitu kiko on. Namuona nyota anatoka anakuja kuzima. Sasa mimi niseme tu, hii naongea kwa mara ya mwisho. Endapo nikiona hii tabia inajitokeza na inaendelea tena, tutaonana wabaya. Na katika huu ubaya, msinifikirie tofauti kwenye maamuzi nitakayochukua. Nafikiri tutakuwa tumeelewana. Na kwenye hili sihitaji mtu ajitetee. Ndio maana nimekaa kimya siku zote, leo nimeamua kulizungumza. Nyota, hongera sana mama. Umekuwa mwema kila wakati. Umekuwa mtu bora kila wakati. Una nidhamu nzuri, una heshima nzuri. Lakini pia ni mwajibikaji. Na kuomba uendelee hivyo hivyo mama. Sawa? Na katika hili jinsi gani umenifurahisha, nimeona hata nisiende hivi. Nimekuchukulia hii zawadi. Naomba uipokee. Haina haja kupiga magoti. Simama tu, simama. Simama. Mimi nafikiri tutakuwa tumeelewana. Mlifanyie kazi hili swala. Sipendi kuona mambo yanajirudia kila wakati. Tumeelewana? Sasa nione mnarudia tena kufanya ile ambalo mnafanya. Hii zawadi haikufai wewe. Wewe, hii zawadi haikufai. Toka umekuja huko ndani, wewe ndio unatugombanisha. Hatuelewani, hatupendwi, unapendwa wewe tu. Unataka kujikuta wewe ndio wewe. Ututawale wewe. Yaani uongo mbaya kananiuzi haka. Siku moja nitakuja na kufyanga gole umasikio wewe. Au nijui. Muulize, au nijui. Yaani una bahati tu kaka yupo. Angekuwa hayupo. Ungeona cha mtema kuni. Mpuzi mmoja wewe. Kaangalia masikio kama antena za wachawi. Sikia nikwambie. Mimi huyu alokuleta nikisema uondoke hata sasa hivi unaweza kuondoka. Sijui unanisikia? Kwa hiyo kaa kwa kutulia kuja kwenye nyumba za watu. Afu kielele punguza. Sawa, nimewaelewa. Kwa mimi naongea unaondoka.
Mr. Mponda, Selini na watu wake wamepanga njama la kuhamishia pesa zote za kampuni kwenye akaunti yako, hivyo kuwa makini. Hello? Hello. Selini, naomba usikize kwa makini. Mipango yote mnayoipanga dhidi yangu nimeweza kuibaini. Na nikwambie tu, kwa mara ya kwanza ulinusurika kwenda jela. Ila safari hii mtakwenda jela wote. Nimejua unahitaji kuhamisha pesa na kuhamishia kwenye akaunti yangu ili nionekane kuwa mimi nimehusika kuiba hizo pesa. Sasa usijaribu kufanya huo mpango hatari, sababu utakugharimu. Hello? Hello? Kuna nini? Kuna poza ya chachu anataka kuiroga akili yangu. Kivipi? Nitakujuza baadaye. Sawa. Lakini hata hivyo, acha nijiandae nitoke. Sawa. Hapana. Taniua. Taniua. Tondo nini hivyo mume wangu? Yana kipush-up kimoja tu kimekushinda. Piga bwana, jitahidi piga hata 2 tu, hata 3, hata 4 piga bwana. Hapana. Lakini mume wangu, wewe tumeangalia wote juzi hapo kwenye simu, tumeona kabisa pale kile kidada kimeweka mikono hivi kifuani na miguu kapandisha hapa kiunoni. Alafu mwanaume wake akawa anapiga push-up tena kapiga nyingi hivi. Kwa hapo miguu nimeweka chini na mikono nimekushikilia, lakini unashindwa. Sasa ndo nini hivyo? Sikiliza nikwambie mke wangu. Ni kweli tuliona kabisa kwenye simu, lakini yule wa kwenye simu mke wangu, yule mwanamke alikuwa ni mwembamba kama miti ya miogo. Sasa mke wangu wewe, kama friji bovu. Hata alitembei. Yaani kila nikijaribu kujitutumua hivi mtoto wa watu nahisi kama nakata kiuno. Sasa nikikata kiuno mimi mke wangu nitabaki nani? Hapa. Kwa mimi friji bovu. Sawa tukane. Lakini mume wangu pale si unakumbuka kale kamoja kalikuwa kembamba kale kakike, mwanaume akawa mnene. Sasa hapa na sisi sio vile tu, mimi mnene au mwembamba vile mnene kwa mwembamba. Piga bwana, piga hata 5 tu, lakini na mimi nisikie uloda. Mume wangu ndo nini hivyo? Mimi nakwambia piga push-up unakoloma. Mume wangu piga basi hata kidogo. Bana usilale, piga bana. Mimi nilijua tu wewe unipende. Nilijua na hapa nilikuwa nimekuambia tu unibebe upige push-up kama mtego ili nione kama kwa unanipenda. Wewe sasa hivi unipendi. Mbona ungekupandiaga tu hivi juu umeage hapa leo ndo unaumia nini? Sawa poa tu poa. Lala hivyo. Mr. Mponda, kwanza nikupongeze kwa kurudishwa kazini. Asante sana Grace. Kweli ofisi ilipoa sana.
kila mtu aliukumbuka uwepo wako, maana wewe ulikuwa mcheshi, unacheka na kila mtu. Ama hakika tulikumisi sana. Nimefurahi kusikia hivyo, lakini ucheshi ni tabia yangu. Ni ngumu sana kuweza kuiweka kando na kwa ni lifestyle yangu. Lakini wewe yote uliyajuaje kwa Celine ndo aliyechukua pesa? Aliyekuwa Celine, yani ukimwangalia mdada watu ni mpole. Kaka Mponda. Samani mara moja. Okay, samani dakika moja nakuja. Okay, sawa. Nenda kamsikilize. Ndio Nyota. Nabii. Hii karatasi nimekuta hapo chini. Nahisi itakuwa ni ngumu. Jaribu kuwa msiri. Sio kila kitu chako kinapaswa mtu ajue. Ndio ni kwangu. Unaweza kwenda. Hivi tulishia vile? Tulishia vile, nimekuuliza kuhusu Celine. Oh. Unajua Celine mimi nilianza kumfahamu na kufuatilia tangu kipindi niko kazini. Kwa hiyo hata nilipokuwa sipo kazini ilikuwa tayari namjua. Kwa kutokana na hiyo situation ilinilazimisha mimi kufanya jambo langu. Na kazi ikawa nyepesi kabisa. Uko vizuri? Unafaa kuwa mpelelezi. Na bwana. Ni kawaida. Bila shaka usiwe na wasiwasi. Nimemaliza kila kitu. Ila kuna kitu nimekisahau. Nimesahau kuchomoa flash. Yes, kwenye kompyuta yake pale pale. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba nenda haraka sana kabla hajaingia mtu yoyote pale ofisini. Hakikisha unaichomoa ile flash. Si unaitambua Basi fanya hivyo. Kaka Mponda. Niambie Nyota. Ulikuwa umedondosha karatasi yako hapo chini. Ulichokiota naomba ukifanyie kazi. Yes, hello. Ya, nimeshafanikiwa. Yes, mimi ndo Mr. Kapuya. IT wa dunia. Haliwezi ikaja jambo mbele yangu na nikalishindwa. Ya, nimeshafanya kila kitu. Bila shaka usiwe na wasiwasi. Nimemaliza kila kitu. Ila kuna kitu nimekisahau. Nimesahau kuchomoa flash. Yes, kwenye kompyuta yake pale pale. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba nenda haraka sana kabla hajaingia mtu yoyote pale ofisini. Hakikisha unaichomoa ile flash. Si unaitambua Basi fanya hivyo. Sawa. Haina shida. Ukishamaliza basi utanijulisha
Sasa hizi Salama. samani dada, nilikuwa namuulizia Mr. Mponda, nimemkuta? Samani kaka. Ndio, bila samani. Umedondosha simu yako pale. Ni nyinyi mmeiokota? Iko wapi? Anaenda kwa mdogo. Asanteni sana, lakini kuna kitu mmenisurprise kidogo. Yaani inawezekana vipi nadondosha kitu na nyinyi mnaniletea? Aliyakuwa nikiwatazama naona kama mnapitia changamoto hivi. Hamna shida kakaangu, sisi hatujafundishwa hivyo. Tumefundishwa tunapookota kitu cha mtu tunamrudishia kwa wakati mwafaka. Ama hakika mmefunzwa vyema, na kupitia hiki ambacho mmekifanya natamani na mimi nifanye jambo kwenu. Hamna kakaangu, wala hata usijali. Kaka, samahani, yani kama utonavyo hapa, kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi hatujaweza kupata kitu chochote. Maisha yetu ni magumu. Kwa hata msaada unaotaka kutoa nahisi utatusaidia sana. Sasa, poleni sana. Labda nyinyi mnaishi wapi? Mnapatikana wapi? Labda mtu akihitaji kutaka kuongea na nyinyi zaidi, kubadilishana mawazo mawili matatu, sababu of course nimetokea kuwapenda kwa muda mfupi. Kakaangu, sisi wazazi wetu wote wawili washatutoka. Walituachia mali, lakini ndugu ameshakutudhulumu na kutufukuza. Kwa sisi ni watoto wa mtaani tu. Poleni sana. Kikweli historia yenu imenigusa sana. Na natamani nifanye jambo. Je, vipi, mko tayari kwenye hilo? Sisi tuko tayari kakaangu. Tena tutashukuru sana. Jambo gani kakaangu? Natamani muongozane na mimi tuelekee nyumbani. Tunashukuru sana kwa msaada wako. Ila kwa sasa hivi naomba tu nimsaidie mdogo wangu. Mimi naendelea kupambana. Kwa wakati mwingine nahitaji msaada wako. Basi sawa, mimi naomba pia tuongozane pamoja ili pia ukapajua anapoishi mdogo wako. Alafu kwa wakati mwingine muda wote unaweza pia nayo kaja. Basi tuongozane. Asanteni sana. Nimependa ukarimu wenu. Dada. Vipi kwani? Mr. Mponda nimemkuta? Mr. Mponda hayupo, ila kuna mdogo wake. Basi naomba nitie huyo mdogo wake. Kaka Sipa! Kaka Sipa! Nini wewe? Nishakwambia sitaki mazoea bana. Kunitaita kila muda. Suzeni mtoto muite Sipa au? Kuna mgeni wako. Kaka Sipa, nilikumisi sana. Nimefurahi kukuona. Iwe sister, unanitafuta nini? Ni mara ngapi nimekuambia usikanyage hapa lakini unielewi? Hivi unanitafuta nini mimi mtoto wa watu?
Unataka niishi maisha kama ya kwako wewe? Kupata kimwili tu kidogo tayari mmeshaanza fitina. Yaani hapo ndo nashindwa kuelewa kabisa wanadamu. Sijui mnataka nini nyinyi. Sikia dada, maisha magumu unaopitia, umaskini wako, uchokolatu ulioishi yote, sitaki unirudie tena. Na ndio maana nakukazania sana uniache na maisha yangu. Sijui unanielewa? Hivi Sipa, wewe leo hii ni wa kunijibu hivi? Unajisahau eh? Dada, naona sasa unavuka mipaka. Yaani kukuheshimisha, kukutoa ndani mpaka kukuleta hapa ni kitu kishukuru sana. Kwa naomba heshima iwepo. Nadhani nimekuvumilia vya kutosha. Sasa hiki ulichokionyesha ni unaonyesha kweli. Mimi na wewe undugu basi. Nikwambie kitu kimoja. Hiki kiweke akilini na ukielewe nacho kizungumza kinatoka kinywani mwangu. Kuanzia sasa sitaki undugu na wewe. Na sina ndugu anaitwa Nasra. Maisha magumu tuliopitia sidhani kama nayataka tena kwenye maisha yangu. Kwa naomba uniache. Naomba uniache. Nasra, naomba uniache, narudia tena. Sikia nikwambie Sipa. Nimekusikiliza maneno uliyoyaongea yote, nimekunyamazia kama dada yako. Ila kumbuka, hapa ulipo, upo kwa ajili ya msaada. Na msaada wako tayari umeisha. Nimekufuata hapa tuweze kurudi nyumbani. Sikia Nasra. Sio msaada tu. Mimi hapa nishakuwa mtoto wa hapa. Kwa hiyo wewe usitake kuingilia maisha yetu. Na kuomba niache na maisha yangu. Nikisema hivyo nadhani umenielewa. Sitaki nirudie mara mbili. Kajinga vile. Sipa. Ndio naelewa nini ninapokuambia kwamba mimi nina plani kubwa sana. Na jambo langu nikilikusudia, basi sipotezi kizembe. Nisikufiche. Huwezi amini ule mpango nimefanikisha. Unamaanisha ule mchongo wa Flash? Yes. Umewezaje kufanya hivyo? Hiyo ndo maana ya Kapuya. Ukisikia Kapuya ndo mimi. Lakini ukisikia Kapuya mtu ambaye anakosea, basi huyo ni photocopy. Nilituliza kichwa, nimefanikiwa. Kweli nimeamini wewe ni genius. Na sikuwahi kufikiria kama una akili ya hivyo. Lakini bila uwepo wako nisingeweza. Mr. Kapuya, mimi nakupenda sana. Na kwa hili ulilolifanya, kusema kweli nimenifurahisha. Na sikuwahi kufikiria. Basi mimi nilikuwa naona ni muda wetu wa kuenjoy. Aya, uwanjani wako. Nakemea kila pepo mchafu, roho mchafu, shetani, nguvu za giza ambazo zinamwandama. Naomba nivunje, niteketeze. Nakemea in the name of Jesus Christ. Mungu Baba uliye juu mbinguni, ninaomba kwa sababu wewe ndio kimbilio letu. Wewe ndio simba wa Yuda, mfalme wa nyika. Hakuna kama wewe Baba. Ndio maana sisi waja wako tunakuja muda wowote tunaotaka. Nuksi, bara, kila aina ya pepo mchafu navunja, nateketeza kwa jina lako Baba. Kama ambavyo ulivyosema Baba, tuombe nawe utatujibu, tutafute nawe utaona, tupishe bali utatufungulia, katika Mathayo 7:7 kama ambavyo umeandika Baba. Ninaomba kwa ajili ya maisha ya kijana huyu, ukampe nuru, ukampe nguvu, ukampe mwanga, uweze kumwatamia Baba. Amen.
Hivi aka katotoka na akili kweli. Yaani Kamilala. Wewe. Hivi wewe unapata wapi ujasiri wa kulala hivyo eh? Wewe. Hivi hapo ulikuja kulala? Halafu wewe unaniuzi ujue. Kafanya nini? Nimekakuta kanalala hapa ili hali wewe unapika huko. Kweli? Wewe. Kwa mimi napika wewe umelala. Nikupikie. Alafu nikuletee ule. Sikia. Kwanza wewe hamna kupika. Inabidi akapike yeye. Si wamezoea kumdekeza hapa na kaka. Sasa wewe unapika wewe. Mpe mwiko. Nyanyuka. Unasemaje wewe? Nimebanwa mume wangu, nipeke chooni. Hivyo mwanamke ni mpumbavu eh? Hivyo ni mpumbavu wa kiwango kipi wewe? Wewe unanichukuliaje mimi wewe mwanamke, unanichukuliaje mimi wewe? Eh? Yaani mtu hujawahi kuniacha walau hata dakika 15 basi mke wangu 15 tu. 15 tu. Nikae ni relax, hujawahi. Yaani mimi kila nikikaa maskini ya Mungu ndio maana hata sinenepi mimi mtoto wa Magelo mimi jamani. Unanisumbuaje wewe? Wewe unakuja kuniambia hapa mimi nikupeleke chooni wewe? Mtu mzima kweli? Kweli? Mke wangu unanichukuliaje kwanza mimi? Unaniona fala sana, si ndio? Sikiliza, siwezi hayo mambo mimi. Siwezi. Mume wangu usiniseme, mimi nimebanwa nitajinyea. Twende basi twende. Nakunya. Wewe mweu nini? Nitoe kelele zako hapa. Mimi sitaki kukusikia kabisa. Shamba wewe. Mungu, unakuja. Wewe mwanamke unatafuta nini wewe? Aise, yani kama tembo. Mungu wangu, sikiliza nikwambie. Niache hapa nilipokaa hivi. Si unanielewa? Na kama unataka kunya hapo. Mimi wala sitahangaika na wewe. Sitahangaika na wewe. Si watu watapita hapa na kucheka wewe, kwani watanicheka mimi? Wewe mshamba nini? Mimi nitajamba tena mume wangu, usini mume wangu mimi, lakini nimezidi. Mwanzo sasa hivi mimi nitaendaje? Ligauni lilikubwa. Bora twende chooni, unanishikilia hivi afu mimi kunajisaidia huku, twende. Mume wangu hapa. Mke wangu, wewe mwacha bwana. Acha, usifanye hivyo. Watu wataona hapa, mwisho siku wataona sisi wote wajinga. Sikiliza. Twende nikupeleke, ila nakutandika.
huu ni wakati ambao unapaswa sana kuwa makini na si kuweza kumwamini kila mtu. Boss, hivyo unafahamu yule IT aliyekuja jana kwa ajili ya kurekebisha mashine za ofisi ndio yule mhalifu ambaye tulikuwa tunamtafuta wakati wote, ambaye alihusika kuhamishiwa pesa zilizopotea kwenye ofisi yetu. Unamaanisha huyu Mr. Kapuya? Ndio boss. Mr. Kapuya tulikuwa tunamtafuta ndio yule IT aliyekuja. Lakini kwa bahati nzuri Mungu ameweza kuwa upande wetu, sababu zile siri ambazo alikuja kuzinyonya kwenye mashine kwa kigezo cha kuja kurekebisha mashine ameweza kuzisahau kwenye flash. Ukitazama kwenye mashine yako utaikuta hiyo flash. Nadhani unaangalia flash hii. Ndio boss. Hivi hawa jamaa wanadhani wana akili sana kuliko sisi, si ndio? Anyways, hongera sana Mr. Mponda. Ni honest tu, kwa hiki kipindi kifupi umejitahidi sana kunionyesha jinsi gani unavyokuwa unaipambania kampuni. Ni jinsi gani ulivyofanya kazi bora kwenye hii kampuni. Na niwe mkweli tu, umenifanya nianze kufikiria ni namna gani niweze kukupandisha kutoka hapo ulipo kuweka nafasi ya juu, na maanisha kukupandisha cheo. Na kitu kimoja watu wanatakiwa wafahamu kwamba hii ni kampuni imeajiri mamia ya wafanyakazi. Kadri watu wanavyofanya kazi kwa bidii, kampuni inakuwa, na ndivyo inavyopata nafasi ya kutoa fursa kwa vijana wengine, lakini pia kwa ambao wapo makazini wanaendelea kukua kwenye nafasi za juu zaidi. Kwa hiyo kadri unavyoipambania kampuni kukua, unapambania maisha ya kampuni lakini na maisha yako pia. Ni kweli boss. Ni kwa hili tu nitapambana kadri ya uwezo wangu ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Sasa jamaa Mr. Kapuya. Bana, shukrani sana. Mr. Kapuya. Celine. Yaani nimewaita hapa, kuna kitu unajua kinanichanganya. Ni kitu gani hicho Grace? Na kinahusiana na nini? Ni kuhusu Mponda. Amefanyaje? Unajua mimi nashindwa kuelewa yani amejuaje kuhusu masuala ya Flash. Anajua kila kitu. Hivi huyu Mponda atakuwa na nini? Kwa sababu haiwezekani kila mpango tunaopanga anaujua yeye. Nimefuatilia, nimegundua yule amesomea upelelezi. Na ndio maana kila kitu tunachokuwa tunakifanya yeye anajua. Hata kama kasomea upelelezi, lakini anawezaje kujua mipango yetu? Aliyakuwa tulipanga kwa siri sana. Mponda ana uwezo kukuangalia na akajua kila kitu unachokipanga. Sasa hapa mimi naona tumekwisha. Kama ana uwezo wa kumtazama mtu usoni na akaweza kuisoma akili yake, tambueni kuwa tuko hatarini, na sio hatari ya kawaida. Hivyo inatakiwa tuwe makini sana na hii issue tunataka kuifanya, kwa sababu tunadili na mtu hatari sana, na tusipokuwa makini kitaturamba, na sio kutulamba tu, bali tutakuwa tunazidi kufeli kila uchao. Hivyo basi unatakiwa umakini wa hali ya juu sana. Kuhusu umakini, ondoa shaka. Hata kama natumia akili za aina gani, mimi nitatumia akili za AI. Siku zote mtu akifeli plan A anakuwa na plan B. Hivyo tunakutegemea wewe mastermind. Plan A tumefeli, tutafutie plan B. Na hiyo plan B tusifanye kizembe.
Mimi na Yesu tutakuwa tumeelewana. Usijali Selimu, nitawatafuta kwa wakati mwingine, ila kwa sasa naomba mtawanyike kila mmoja. Mungu Baba uliye juu mbinguni, ninaomba kwa ajili ya huyu kijana, naomba ukampe nuru, ukampe mwanga, ukamwatamie, ukampe maarifa na umkinge na maadui. Naomba kwa ajili ya kuvunja na kuteketeza kila nguvu ya giza ambayo inamwandama. Navunja, nateketeza, nakemea kila pepo mchafu, roho mchafu, shetani, nguvu za giza ambazo zinamwandama. Naomba nivunje, niteketeze, nakemea in the name of Jesus Christ. Mungu Baba uliye juu mbinguni, ninaomba kwa sababu wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio simba wa Yuda, mfalme wa nyika. Hakuna kama wewe Baba, ndio maana sisi waja wako tunakuja muda wowote tunaotaka. Nuksi, baada kila aina ya pepo mchafu navunja, nateketeza kwa jina lako Baba, kama ambavyo ulivyosema Baba, tuombe nawe utatujibu, tutafute nawe utaona, tupishe bali utatufungulia, katika Mathayo 7:7 kama ambavyo umeandika Baba. Ninaomba kwa ajili ya maisha ya kijana huyu, ukampe nuru, ukampe nguvu, ukampe mwanga, uweze kumwatamia Baba. Amen. Hii vitu ulioingia haikuhusu na unajitakia jambo baya sana. Hivyo basi unatakiwa uachane nayo mara moja, na kama utaendelea hivyo itakugharimu hata maisha yako. Unatoa wapi ujasiri wa kuniambia maneno kama hayo? Sikia, mimi ni mtumishi wa Bwana na imani yangu ni thabiti kabisa, wala siteteleki na siyumbishwi na nguvu yoyote ya giza. Naomba utoke katika nyumba yangu haraka sana. Naomba utoke katika nyumba yangu haraka sana. Mungu Baba uliye juu mbinguni, ninaomba kwa ajili ya kuvunja na kuteketeza kila nguvu ya giza. Nakemea hili pepo chafu, nakemea ushetani mbaya ambaye anakuja kuangamiza, anakuja kunijaribu, anakuja kuniandama. Navunja, nateketeza, nakemea in the name of Jesus Christ. Naondoa pepo mchafu, toka, 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 toka.